mimi ni kijana wa William Samoei Ruto Odhiambo na ni William Samoei Ruto Odhiambo wa Fola. Jana Ruto alinipatia chopa nikaenda nayo Migori County. Leo nimekuwa Kakamega asubuhi. William Samoei Ruto Odhiambo alinipea chopa yake niende nayo Kakamega. Ni confirm kama Waluya wanasema 2 term ama 1 term. Mr. Speaker, kufika Kakamega nilifika saa 4 asubuhi. Nikakutana na Waluya wa mama na wanaume wakaniambia kabisa hapo ni 2 term. Kama Kenyatta alikula 17, umejua walikuwa wananiambia hivyo. Kama Kenyatta alikula 17, Moi akakula 24 kabisa. Na Kibaki akakula 15. Ilikuwa 10 ama 15. Sasa Ruto mnataka Ruto akule 5. Waluya wamekataa. Waluya wameniambia Ruto ni 2 term. Na wakaniambia Sifuna naye wanadanganya tu, kwa sababu ndio maana walipea Sifuna kuku na ng'ombe. Kwa sababu Sifuna ni mtu mwenye alipotea hapa Nairobi. Hana kila kitu nyumbani. Ndio maana alipewa kuku na ng'ombe apeleke nyumbani, akae nyumbani. Sifuna Waluya waliniambia wewe uwezi shindana na Ruto. Uwezi shindana na Ruto kabisa. Wewe achana na Ruto. Asimame 2027. Wewe rudi usimame Senate. Alishapatiwa ng'ombe. Na hapo kwa Senate pia Waluya wamesema Jalasa atakushinda asubuhi na mapema. Bwana Speaker, toa hii uguna hapa bwana. Mr. Speaker, ili linda tumbo linda wananchi. Linda wa mama. Nimesikia ukisema eti wanaweza peleka Ruto nyumbani kweli? Haiwezekani. Ili linda wananchi, mimi nasangana ili linda wananchi. Linda mapengo. Mbona wanapeleka tu rally hapa tu Nyanza na Western? Hata Nyanza mbona hapa Mount Kenya? Hamtaki peleka rally hapa Mount Kenya? Umejua hao Kikuyu wanatumia hili na wananchi. Na wenye wanasupport hili na wananchi ni Wakikuyu. Mbona hawezi peleka hili na wananchi huko Mount Kenya? Umejua Wakikuyu na Wakora. Juzi niliwaambia Wakikuyu na Wakora na mnanipinga. Alafu Wakikuyu wanatuiba kila mahali. Wanatuibia kila mahali. Hawa Wakikuyu sio watu wazuri. Gasagwa, wewe na Wakikuyu wako kama bado uko na mdomo mingi, wewe kwanza tutakupeleka Uganda. Hautatoka kwa hii Kenya. Kwa sababu hii Kenya hamwezi tupanga. Sisi Wajaluo ni nafaa tupange hii Kenya. Hamwezi tupanga kila mahali. Sasa hii mlikuwa mnapiga mdomo, vitu zenye mlikuwa mnafanya saa hii sisi ndio tunafanya. Magari zetu ndio ziko kwa barabara. Hizi maforward za Kayole ni za Wajaluo na Waluya. Saa hii ukiingia kwa gari ya forward ukienda taa utume pesa, inatoa Wafula, inatoa Onyanga. Saa hii haitoi Njeri, haitoi Njuguna. Saa hii inatoa tu Odhiambo. Kwa hivyo hii serikali ya Ruto ni tamu kabisa. Hii serikali ya Ruto hatutoki. Na sisi kama Wajaluo na Waluya tumeamua 2027 tuko nyuma ya Ruto, na hapo tumelinda na mawe 10. Na Ruto tumeamua, Mr. Speaker, ngoja kwanza. Tumeamua 2027 Ruto anatangazwa kwa radio. Kwa sababu Wakikuyu wanapanga kuiba kura yetu kwa TV. Umejua Mkikuyu ni mwenye anaweza iba kura ya Ruto akikaa chini kwa kiti. Sisi tumeamua Ruto lazima atangazwe kwa TV, kwa radio 2027. Hata tangazwa kwa TV. Kwa sababu ile ya Raila na Uhuru, ukienda kwa NTV unapata Raila ako mbele. Ukikuja kwa Citizen Ruto ako mbele. Sasa hiyo kura yenu tumeshajua. 2027 Ruto atatangazwa kwa radio. Kama una radio nunua radio mapema. Asanteni sana. Sababu agenda yetu ni kuokoa Kenya. Ukitaka kuokoa Kenya unapeleka Ruto nyumbani. Ukitaka Kenya ikuwe kama Singapore, ukitaka Kenya ikuwe kama Malaysia, ukitaka Kenya ikuwe kama Kayole, unapeleka Ruto nyumbani. Na hiyo ndo agenda yetu sisi kama Wakenya. One term si one term. One term si one term. Na mimi kama Okelele ambaye bado ndo chairperson ya watu wote maskini, mimi Okelele ambaye bado ndo brand ambassador wa Only Grace Choir, mimi nataka niseme hivi: sisi kama Wakenya tumechoka kuhangaishwa na watapeli, tumechoka kuhangaishwa na wakora. 2027 kuna gunu fulani anasema ati matangazo ya election inatangazwa kwa redio. Hapana, tunatangazia hapo kwa polling station. Hapo kwa polling station tunasema Ruto amepata kura moja. Watu walipiga kura 77, Ruto akapata moja. Hakuna yenye ilikuwa spoiled.
Hivyo ndo tunasema. Mimi nitaenda kurejesha kura yangu kwa Sugoi. Kura yangu nitapigia Sugoi. Ruto mimi na wewe tunapiga kwa polling station moja. Wewe unapiga yako, mimi napiga yangu. Alafu unabaki hapo, mimi nabaki hapo. Wanahesabu, mimi nahesabu. Na najua mimi nitashinda, si ndio? Kweli si kweli? Mimi nitakuwa MCA wa Sugoi. Mimi nitakuwa MCA wa Sugoi. Ruto jipange. Unaenda nyumbani. Unapenda kwa Sugoi. Unapatana na mimi hapo. Unapatana kila siku nalipa tax. Tax ya MCA unanilipa mimi. Mimi kama Senator Kelele. Mimi kama Senator Kelele nataka niambie Wakenya, ni kwa sababu nimemaliza na speaker, asante kwa kunipatia muda. Mimi kama Kelele ninataka niambie Wakenya. Nataka niambie Wakenya. Tafadhali naomba acha natafutie pesa. Nataka angalia. Kwanza. Angalia check kanisa nikakuwa nini na hiyo Only Grace Choir. Wakaniambia Kelele, kwa sababu wewe unakuanga na Embakasi chapter, si ndio? Wakaniambia nikuje at least niongee, alafu nione response yenu, unaona? Kwa sababu ile ni kanisa. Kanisa inasaidia watu, si ndio? Mimi nikiambia hiyo Only Grace Choir, niambie bishop wa hiyo inajiita CMF na kuanga huku, wakikuja huku kwani itakuwa mbaya? Kanisa is not about politics, si ndio? So hiyo Only Grace Choir wako pale YouTube. Wakiona comments zenyu waseme Embakasi chapter, itakuwa rahisi sana mimi kwa convince. Walete hapa unga, walete vitu zenye watu hawana, walete sukari, walete hapo hivyo. Si hivyo iko sawa? So watu waende Only Grace Choir YouTube, wa subscribe, wa download, wa share, na kama kuna watu ambao watataka kuwa book, kwa sababu hii mwezi nimeambia tayari wako booked. Kama unataka kuwa book kuanzia next month, mnaweza enda huko CMF, mnaweza search kwa Facebook kwa nini zote, alafu mnaenda muabook because their performance. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Komando wa Yesu, Assistant Chief wa Bunge la Mwananchi Embakasi chapter. Bwana Speaker, nikiingia kwa mada ya county government, kati nani anaweza toa Sakaja kama governor wa Nairobi? Saa hii mtu mwenye anaweza toa Sakaja chazaliwa. Mimi naunga Sakaja 100%, kwa sababu kulingana na kazi yenye amefanya Nairobi. Wacha propaganda yenye watu wengine wanatembea huku wakisema wao Sakaja hajafanya kazi, kwa sababu hii Nairobi imekuwa Nairobi ya matapeli. Kwa sababu kama nakiingia kama akufanyii kazi mzuri vile unataka, unaanza kumpika vita. Sasa ukiangalia Nairobi tulikuwa naumia na mambo ya sewage. Sakaja amekuja amemalizana na mambo ya sewage. Ukienda kama hapa Utawala watu wako sawa, sewage zimepita. Mambo ya maji ilikuanga tu Westland kwa matajiri. Sasa ukikuja hapa Soweto Kayole, fresh water imeingia. Shilingi 5 unapata maji. Na hiyo ndio kazi ya governor. So governor Sakaja amefanya kazi. Sasa ukienda shule shilingi 5 mtoto anakula kwa shule. Hiyo ni kazi. Kazi gani mnataka? Wale masangwenyo wanatuambia tu Sakaja atafanya kazi, ati hao ndio watakuja kubadilisha. Hao ni wezi na machambazi. Wajane watu kama hao. Na mimi nataka kuambia Sakaja, nataka kukumbusha tukupigia campaign last time 2022. Ukumbuke wale walio walisema utaandika 600. Hiyo tu bado chatimiza Sakaja. Tunakuomba utuangalie. Sisi watu tulikupigia campaign hapa Nairobi. So Sakaja, wewe nakwambia wewe ni mtu wa tutam, na utaendelea na kazi. Wale wenye wanakuja kupinga hapa, wewe ni mtu wa wanda. Wewe unaendelea na kazi na tumeona kazi yako yenye umefanya. Point number 2. Nataka kwenda kwa siasa ya Linda Mwananchi. Saa hiyo ukiangalia Linda Mwananchi ni watu wenye wamechipanga. Ndio tumeona Ruto tayari ameshatinga kisiasa na Ruto anaenda nyumbani. Ukiangalia saa hii ukiangalia hapa Mount Kenya, Rigathi Gachagua na kikosi yake ya TCP wamechipanga sawa sawa. Hapa Western tumechipanga. Pale Ukambani tumechipanga. Na sasa mtu mwenye anaenda kutoa Ruto ni huyu Edwin Sifuna. Huyu ndiye anaenda kutoa Ruto asubuhi na mapema. Kwa sababu sasa ukiangalia Ruto mwenyewe ameshinda kukampeni. Kampeni yake sasa amepeleka State House. Ni kuita masoja, kuita sijui watu wasio vichichi. Hata kesho nasikia anataka kuita machokoro wote Nairobi wapeleka pale. So wewe kama Ruto umekuwa sasa kampeni yako ni pale State House. Toka State House kuja uzie watu uongo yako. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua uongo, sasa watu wameshajua. Ila ni utanganya watu 2022, wale wajinga sasa wamechenuka wamekujua ukora yako. So mimi nakwambia tarehe 8 mwezi wa 10 Edwin Sifuna yeye anakuwa rais mpya wa Kenya.
Na yeye nataka kuambia Sifuna hivi, shikilia mahali ambapo ulipo, usirudi nyuma. Angalia sasa, usiangalia watu wakina Mudavadi wakina nani. Simama na Wakenya, watakupigia kura na watasimama na wewe. So hao watu wenye wanatapatapa wakina Kalonzo wakitetemeka kwa serikali wataka kusimama, wajana watu kama hao. Kalonzo alikuwa mtu mzuri sana na hii ilikuwa chance yake, lakini tumeona uoga ni mwingi. Sasa mtu kama ukampeni ati Kalonzo mpaka ngoje Sunday aende kwa kanisa atasema Bwana asifiwe, ati mimi ndo Kalonzo. Sasa kampeni kama utafanyia kwa kanisa, toka nje, uza sera. Hata kama Kalonzo huna pesa, pia toa paybill uchangiwe, tutakuchangia ufanye campaign. Siasa ya presa si siasa ya kanisa. Toka kwa kanisa afanye siasa nje. Mimi nataka kuambia Kalonzo hivi, angalau watoto wako wanatoka nyuma na kuwa president, wao nakalia hapo mawe. Sasa wewe niambie Kalonzo, mtu kama Sifuna kwa president, mtoto mdogo miaka 44, wewe uko na miaka 70, atakuwa president, wewe uko tu pale surely. Miaka 40 kwa serikali. Na kurubingira kina Mudavadi. Ati Mudavadi anangojanga ati Ruto alimwambia na Oscar Sudi atakuwa president sio 2032. Wewe nikiangalia Ruto anazokuacha president wewe, Mudavadi na Wetangula. Ruto mwenyewe anaenda nyumbani. Mtu mwenyewe anaenda nyumbani atakuacha president. So tokeni kule, angalia mahali penye watu wako. Saa hii Kenya mzima ni one term, na saa hii usipoimba Sifuna kipoko na unaenda nyumbani. Asante sana bwana Speaker, na Mungu awabariki. Speaker, nikiingilia kwa hii mambo ya linda mwananchi. Jana tumewaona walikuwa Kakamega na ule jamaa analia tuna jina ya Oparanya. Oparanya bwana, ule deputy president bwana. Tunamwambia Sifuna bwana, wewe hauna chako. Wewe danganywa. Na hao wanawake umejaza hapo, wanawake wa Central lao. Tumia akili bwana. Hao wanawake wanataka hiyo pesa unasanya. Kila mahali unaenda uko na kikapu. Kila mahali unaenda uko na kikapu. Hiyo kikapu pereka Central bwana. Wacha kutumia Waluhya vibaya bwana. Waluhya wameenda juzi State House, ngoma inachezwa huko ya Kiluhya tu. Ruto amewaita watchman huko State House. Wanalia huko, wanaongezewa pesa huko, wewe bado unaenda kusanya pesa ya Waluhya huko chini. Bwana Sifuna bwana, tumia akili bwana. Watu wamechoka na ujinga bwana. Tunaambia Ruto ni 2 term. Uruke upande, ushuke, Ruto ni 2 term. Wewe unadanganywa, Sifuna unadanganywa. Hii group ya Mlima inakudanganya. Kama wanajiamini, siweke mtu wao hapo ndani. Kwa nini unataka kuweka mtu wao? Wewe ndio unasukumwa kila saa, This time round tunaambia jamii ya Western, sisi tumechoka kutumika na tutatumika this time round. Hawa jamaa wametumia watu vibaya sana bwana. Kwanza jamii kutoka Luo Nyanza, wamekuwa wakitumia jamii kutoka Luo Nyanza throughout. Sasa hiyo wamechukua jamaa kutoka Western, wanamsukuma hapo mbele itakuwa president. Wewe ukiangalia Sifuna anaweza kuwa president wa nchi. Sifuna anaweza kuwa president wa nchi, hata ukiangalia. Ule jamaa akili hakuna, eti lawyer anataka ajui hata kudefend. Juzi ameitwa na Ivan Okwara kwa interview. Hakuna kitu anasema tu mahewa tu. Ruto ndio president. Sasa hii Ruto anafanya kazi. Juzi sisi tumeenda harusi, wetu tumekuacha Tanga kabisa. Tanga nao wanawake wa Central lao. Tanga nao kabisa. Na tunaambia Gachagua tafadhali. Gachagua tumechoka na ujinga katika nchi. Wamesema eti uko na kura ya Central. Kaa nayo, si hatutaki hata hiyo kura. Sisi tuko na kura ya Nyanza na Western. Na tunakwambia this time round Raila Amolo Odinga ataamka na atapiga kura. 2027 Raila anaamka anapiga kura. Na Raila anakuja na 7 million. 7 million ya hiyo Raila anakuja nayo. Next year hiyo propaganda yenu mmekuwa mkiuzia watu hapa Central mko na kura. Hamna kura. Jamaa analala chini ya kitanda. Mtu analala chini ya kitanda anapata kura wapi? Jamaa hata mabibi hawana, bibi zao hata wazai. Bibi zao wako na tumbo kama 4. Mtu matako imeingia ndani hivi nakaa hivi. Wanatuambia tu hakuna makura. Jamaa wa Central wanatubeba ujinga bwana. Naambia Gachagua this time round Ruto ndio president. Upande ushuke uende wapi? Ruto ndio president. Na tunaambia William Samoei Ruto. Naambia William Samoei Ruto, finya hii group bwana. Oparanya, jamaa finya watu bwana. Naambia Raymond Omolo, finya watu bwana. Hao watu wamekuwa kizoea watu vibaya sana. Tunaambia 2027 Raila Amolo Odinga atamka apige kura, Tom Mboya atapiga kura, Robert Ouko atapiga kura. Kura zetu zote za Nyanza na nini na huko chini. Kura inakuja. Acha ile Tharaka Nithi ile Kibaki alishinda nayo. Sisi tunakuja na more than 15 million plus. Ruto ndio president. Tunaambia William Samoei Ruto, mtu asikutishe. Kaa kwa hiyo kiti na matako mbili. Mtu asikutishe katika inchi. Inchi ni ya kila mtu, na tunaambia wa Munyoro,
Wa Mnyoro bwana, hiyo mdomo yako unatuambia kila saa tunataka vita. Sisi tutaki vita katika nchi. Sisi ni watu wa amani na tunaambia Wakikuyu tafadhali. Sisi tutaki vita na nyinyi, sisi tunataka amani. Tunaambia William Samoei Ruto kanyagilia hapo, mtu asikutishe. Sisi tuko 2 term na tunaambia Sakaja hapa ni term 2. Asante sana.